Wana nini? Una shida gani wewe? Yaani hujui watu wana masters yangu unakuja unanigusa kijinga kama hivyo. Nini maana yako bwana? Acha ujinga bwana. Kaka. Nini? Kaka nisikiliza. Ile juzi nimekuta umelala pale. Sasa hivi tena ukuta unashangaa hapo. Niambie kaka wangu una shida gani? Wewe shida zangu zinakuhusu nini? Hapana. Mimi ni binadamu mwenzako, niambie una shida gani? Kwa hiyo kama wewe binadamu mwenzangu ndio unakuja unanigusa kipumbavu. Hujui mimi nilipotoka, hujui mimi na maisha yangu, hujui kila kitu changu. Unakuja unanigusa. Unataka kuniua na pesa? Nataka tu kujua. Dada, kuwa na imani hata na watu. Angalia hata watu wanatoka wapi. Sio wewe unakuja unanigusa, unakuta mimi nimekaa zangu hapa na masters yangu. Unajua wapi nilipotoka? Acha ujinga bwana. Wewe kaka. Achana na mimi. Picha isiyofutika, picha yako kichwa. Haya mapenzi ukisema unayakomoa, yanakukomoa wewe. Hivi ni kweli mimi ndo nimefikia hapa? Mapenzi ndio yamenifikisha hapa. Mimi ni wa kumpa mtu mimba na kuikataa. Nimekuwa kutangatanga, mara kondakta, mara mpige picha, lakini haya yote ni Mariamu. Umechelewa. Au kwa sababu mimi masikini siwezi kufaidi, au kwa sababu mimi masikini siwezi kufaidi. Picha yani jakilini, shida kila siku mimi. Sasa nimejua mapenzi ni picha ngumu ambayo ikiingia akilini kufutika ni ngumu sana. We kaka. Mambo. Unashangaa na kusalimia. Usinishangae maana siku ile nimekuja pale studio, nikopo na rafiki yangu. Unaona alivyokuwa mshamba yule. Anajidai sana ustazati. Mbona unisemeshi jamani? Basi acha mimi niondoke zangu maana kuona hata mwenyewe uongei. Nitakuja lakini mwenyewe. Vipi sasa? Fresh. Niambie. Akram. Una matatizo gani wewe? Nimekaa pale na kuangalia hapa tu kuna wanafunzi hapo. Unaongea na wanafunzi. Juzi nimevunjiwa pale ofisi, nimeibiwa. Leo na wanafunzi. Afu nikiambia mnaona kama watu wanafuatilia. Hapana Zena. Sasa hapana Zena nakwambia. Anyway, unapoendea usikia kama yuko huko. Kesho baki wewe unaenda jela. Unaenda jela kabisa. Masana na wanafunzi tena mtoto. Sio hivyo tena. Mtoto kabisa. Tena hapo barabarani kila watu wakipita hapo wanaangalia nyie tu. Haya, mimi nimekwambia tu. Sio kufuatilia cha nini, nimekwambia tu kama ndugu yangu. Unanielewa? Nije ninge zangu hapo makao.
niambie nini aelewe. Inaonekana kama vile ananipenda. Mbona anaita ndugu yangu? Ndio hivyo. Si nifanyaje tena hapo? Vipi brother? Pressure inakuwa Kama sana. Una pressure. Vipi kulikoni? I say brother. Ngoja kwanza tuliza pressure. Taratibu. Vipi kuna nini? Sikiliza brother. Mambo yameharibika brother. Yameharibika. Mambo yameharibika brother. Yameharibika vipi? Unaona? Vipi yameharibika? Sasa sikia. Kuna dogo bwana, sisi tulimuingiza kwenye mabu yetu, sawa? Dogo? Dogo gani? Yule dogo nilikuwa nakupigia simu, sasa tukawa tuelewani. Ndio nikasema ngoja sasa nije tukuelekeze hapa. Nikuelekeze hapa vizuri blazali. Sasa nini? Zungumza kwanza nikuelewe. Yaani vipi kulikoni? Iko hivi. Bwana. Yule dogo alikuwa amebebelea TV hapa, sawa? Sasa dogo alipokuwa amebebelea TV hapa. Unaona sasa blaza? Alipokuwa amebebelea TV hapa. Tulia, ngoja shusha pressure kwanza, shusha pressure bana. Sasa sawa. Sikia bana. Alipokuwa amebebelea TV hapa, sasa yule dogo ghafla tukawa tunafukuzwa, unaona kusoma hicho? Sisi tukachomoka. Yaani sasa tulivyochomoka ile sasa yule jamaa ambaye nilikuwa naye pale anamwambia tuchomoke, yule jamaa ambishi. Tuchomoke yule jamaa ambishi. Mimi kachomoka, akaja yule dogo alobeba TV yule. Unaona? Akamsogeza tu hivi, alivyomsogeza jamaa akakimbia, dogo akaanza kupigwa. Blazani dogo akaanza kupigwa, yule dogo akauliwa, dogo akauliwa sasa. Oya sikiliza mwanangu. Oya nilishawaambia. Msifanye vitu kwa kujichukulia majukumu mkononi. Mngenisikiliza mimi kwanza, mimi nawakubali nyie, ndio maana nikawaweka kwenye hili kundi. Sasa mnapokuwa mnaita mambo ya ajabu, mnaona mmesababisha mtu kauliwa. Sasa mbaya zaidi. Sikiliza, wewe umefanyaje kitu? Wewe umefanyaje kitu bila kunisikia? Mbaya zaidi huu dogo ambaye niko naye, ambaye nimekimbia naye, anataka twende polisi. Sasa polisi kufanyaje tena hivi? Ndio hapo sasa blazali. Nataka mnichome. Nataka nikafungwe. Nataka mnichome. Wewe sikiliza, wewe dogo mwenyewe yuko wapi kwanza? Sielewi alipo. Yaani tulia kwanza, ujue wewe acha kunichanganya akili yangu. Unasikia? Unanielewa vizuri? Mimi nakuelewa. Sasa sikiliza, cha kufanya ni hivi. Wewe dogo unajua alipo? Unajua alipo? Nisikilize bana. Mimi alipo, mimi sielewi. Uelewi vipi? Mimi sielewi bana. Uelewi vipi? Kama nikamtafute brother. Uelewi vipi? Wewe dogo unamjua ni wapi? Unamuingiza mtu vipi kwenye kundi afu mjini wa wapi wala nini ase? Oya, wewe. Sikiliza dogo. Ujue wewe mimi nakuheshimu. Sawa, najua brother. Unataka kuniletea matatizo. Unanielewa? Najua Sasa ninachokitaka. Nisikilize wewe, nisikilize. Sema ninachokitaka. Kabla ya leo kuisha, huyo dogo awe amepatikana. Sawa, hataki kuingia katika matatizo. Unasikia dogo? Haina shida. Nisikilize. Haina shida. Fanya hivyo. Chap. Haya. Na nikuja kuniingiza kwenye matatizo ase. Cheni mambo yenu bana. Matatizo haya tayari. Nakaa wapi? Nakimbilia wapi sasa? Nilishamwambia huyo dogo awe makini. Mambo gani haya ase anafanya ase anakuja kuniweka kwenye matatizo. Ndio nimekuja sasa. Karibu. Asante. Movie inaonekana ni nzuri. Movie siku za kutosha. Sema kama nikuwekee uende. Takia mtiji. Hata nikitaka kuziangalia sasa. Si nilikwambia sasa hivi nakuja. Usitafutie matatizo. Au chukua movie. Na ndio nimekuja hivyo. Asema. Na hicho kidogo cheka hapo kizuri. Wewe sema bana kitu ambacho nakitaka. Sasa kama mtu kapenda kitu asiseme. Sasa ndio useme.
Yaani napenda movie za kutisha. Hivi movie hapa ipo? Gani? Si hapa. Haipo. Hata kama haipo utasema tu haipo. Haya maana wewe nimeshaona sasa umeanza kunichukia. Mimi naenda sawa. Mimi naenda. Haya. Haya. Kuna matatizo tu hapa ndani. Mama hivyo. Hayupo ndo nifuata huko. Alikuwa anafua. Nafua zaidi. Sasa dada, mbona nifuate, nimekufanyaje? Hivi wewe una matatizo gani? Nimefanyaje sasa? Haya kitu cha kwenda kumwambia mama kama mimi nilifumwa na simu shule. Sasa kwa nini mwenyewe nimeambiwa, lakini kaona kumwambia sasa usiniambie umeambiwa. Hivi unanitafuta nini wewe? Lakini dada, mimi sijafanya. Hapa nifukuze nyumbani utajisikia raha eh? Hapana. Nishakwambia sasa mazoea. Sasa dada, kwani unanipigia nini? Umbea wako ndio unasababisha yoyote. Usingemwambia mama hapa ingetokea mambo sasa hivi. Lakini dada, mwenyewe nimeambiwa. Umeambiwa na nani? Nimeambiwa na Norini. Mimi ni wewe mbea mwenzio. Nifikishie salamu. Nitapomuona na nitapomkamata. Juu yake chungu. Sasa dada, unaenda wapi? Siku hizi tumeanza kufuatiliana. Basi nakwendea. Hapo usinifuatilie. Au kwa sababu mimi masikini siwezi kufaidi, au kwa sababu mimi masikini siwezi kufaidi. Picha yanijaa akilini, shida kila siku mimi. Kichwani na mawazo yani sipo sawa, kichwani na mawazo nimepagawa. Njoo Zena, njoo. Shika mama. Marahaba, njoo. Hivi unategemea mimi niongee na kitu gani ili unielewe? Au niongee lugha gani ili unielewe? Sinaongea na wewe Zena? Hebu njoo kwanza ukae hapa. Zena, naomba nikuulize. Hivi naomba juzi umelala wapi? Jana umelala wapi? Leo umelala wapi pa kuamkia leo? Siku 3 mtoto wa kike unalala nje. Hivi Zena mwanangu. Hebu niambie kwanza umelala wapi? Sina kuuliza wewe ulilala wapi? Hivi Zena umekuwa kweli wakuja wewe kubadilisha nguo na kuondoka? Yaani umekuwa kama sijui hata ni mtoto wa wapi, yaani sielewi, chokora au mtoto wa mtaani, sijui nikuite nani. Nashindwa nikwambieje Zena mwanangu. Kwa nini umekuwa na tabia za ajabu hivi? Kwa nini unafurahia kuishi maisha ambayo sio ya kwako? Kama mtu asiye na baba wala mama. Sawa huna baba, lakini kweli mama yako mimi sinipo. Huna la kunijibu Huna la kuongea na mimi. Si ndio maana yake? Ila kisa kilichokufanya juzi ukaja kumpiga mdogo wako ni nini? Hujampiga. Kwa hiyo mimi yeye kichaa, mimi niliambiwa na majirani wewe ni kichaa, na majirani wote ni wehu wote. Wewe ndio una akili, si ndio maana yake? Kweli mimi sijampiga. Ila mimi sijui mwenyewe, labda kwa mambo ya uongo. Mimi kweli mama mimi sijampiga. Zena, naomba nirudie kuongea na wewe. Acha tabia za ajabu unazoendeleza. Hii ni dunia mama, sawa? Asiyefunzwa na wazazi wake atafunzwa na dunia. Elewa kwamba dunia hawatakaa na wewe wakuambie ni vitendo vya ajabu utakavyovipata kwa duniani ndio utakuja kushangaa kwamba ni kitu gani kinachoendelea kwenye maisha yako. Sitaki ufike huko mwanangu. Unanielewa Zena? Unanisikia? Ndio. Vipi? Poa vipi? Mimi niko poa. Mbona umepoa hivi? Amna kawaida. Maana naona kama vile siku ile nilikuboa.
Hamna hata. Unajua tena sio kila siku mtu utamkuta yuko sawa. Mambo mengi. Siku unakuta mtu hayuko sawa nini. Kwa ni kawaida. Basi poa. Mimi nimekuja tu kukusalimia. Hivi wewe unaishi wapi? Mimi naishi hapo katikati. Hapo kwenye mitaa katikati hapo. Mbona umeniuliza hivi? Hamna, nataka tu kujua singine kama pinyo nje na kusindikiza nini. Kusindikiza hiyo vipi? Mbona kawaida tu. Kawaida. Kwa hiyo siku zote usindikize leo ndio uje kusindikiza. Ndio maana nikaamua kukuuliza naishi wapi. Acha mimi niende. Mbona una haraka sana kati hata bado sijamaliza. Mimi nimekuja tu kukusalimia. Acha hizo wewe. Kwani mimi nimekuja kukusalimia tu, nishakuona, nisharidhika, acha mimi niende zangu. Haya, bye. Sawa, okay. Changanya. Nitakaribia kwa Zena alafu uko nako pia. Subiri, hapa mpaka kieleweke. Tapambana hivyo hivyo. Vipi? Bali baadaye movie niondoke. Vipi kuhusu nini? Niambie. Kwani movie ndo banage uijuage? Bana movie mimi niondoke. Mbona sasa kama wewe una kisirani, shida nini? Jamani, hayakuhusu. Subani movie mimi ndio nisepe, he? Sasa kama ngumi bure. Lakini mbona sio kawaida yako? Kwani waambiwaje? Zeni. Shida gani? Jamani, nimekwambia mimi naomba banie movie mimi niondoke. Shida haikuhusu, shida yangu mimi. Shida ni ya kwangu, haikuhusu wewe. Nafahamu sana kwamba ile siku nikasirika. Lakini kiukweli mimi mtoto sina hata mazoea naye. Kwani mimi nimekuja hapa niongelea mambo ya watoto? Hapana, lakini naona kabisa yani leo nimekuja tofauti. Sio kawaida. Mimi sijafuata haya mambo. Nimekuja bwana movie kama mengine yanihusu. Sasa kanyaga leo. Adija, mbona upo hivyo? Mimi huwezi kuamini mwalimu. Lazana kanipiga kisa simu. Kakupiga? Ndio. Ina maana umwambia kuhusu simu? Ndio, ile siku alivyoniambia mimi nikaenda kumwambia mama. Lakini Adija, mimi sikumwambia, yani sikumwambia kwa sababu ya kugombana. Niliwaambia tu ile ukweli ujulikane. Sasa ndio hivyo akachukulia serious. Lakini sio shida. Nitamtafuta Zena, afu tuende tukazungumze naye, umesikia? Ndio. Lakini pole sana rafiki yangu. Sawa. Haya, bye. Haya, bye. Adija. Watu tumekuona. Kwani kuna nini? Unajua mtani nikwambie kuhusu Zena. Zena? Amna. Tatu nikwambie kuhusu movie za wiki zimeshatoka. Kama utapata muda baadaye, njoo chukua. Sawa, nitakuja. Kamera na nini?
Alitaka kuniambia kitu cha lazima kwa kasita. Ngoja niachane naye jamani. Kuna muda unaweza useme ndugu ni wabaya kuliko walimwengu. Maana kila dakika moja imekuwa ni kama ndoto kwangu. Sawa. Natoka huko, mwanaume natoka naenda kutafutia uji ule. Nikute viatu vile vimefuliwa hivi. Beki ndani huko. Tandika. Lakini kaka, we tandika huko. Sawa. Nikute kusafi yani. Ila maisha yalinifunza unyenyekevu. Umefuata nini hapa? Umefuata nini hapa? Umefuata nini hapa? Wakati mwingine unaonekana kama mwizi, lakini sivyo. Mnaniletea wewe mimi mnanijua wewe. Mimi ndo zaidi yenu. Sawa? Usichukue pesa. Acha bwana. Hela yangu iko wapi? Vibaka, wanyang'anyi. Leta ile hela. Wewe hela ndo unafanya unanipiga namna hiyo brother. Unataka kuniua. Toa ile hela. Niliwakaribisha kwa upande wangu, ila najuta. Unaona? Umesababisha mwanzo kafa. Unanielewa? Hatima yangu, picha yangu. Haiwezekani. Haiwezekani. Nilikwambieni, sitaki zimishe zenu. Mkasema kazi nzuri za kufanya. Kazi za neno hizi. Uwezi ndio umekariri. Ujinga ndio umekariri. Ayaona sasa kilichotokea. Picha, picha, yani Jacqueline. Shida, shida, kila siku mimi. Kichwani na mawazo, yani sipo sawa. Kichwani na mawazo, nimepagawa. Kichwani na mawazo, yani sipo sawa. Au pesa ndiyo chanzo cha kuniepuka. Picha isiyofutika, picha yako kichwa, picha isiyofutika, picha haiwezi malizika.